بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la mustalah, na leo tupo kurasa nambari 61 tukiingia katika kuwasoma maimamu wa hadithi na vitabu vyao. Lakini jana kwenye grupu yetu ya WhatsApp niliwaambia kuwa kutakuwa kuna mulahadha kidogo, na mulahadha huo hautokuwa mbali, ni uko juu ya mlango wetu wa leo. Anasema Sheikh, wa haulai al-a'immatu kulluhum min abna'i as-sahaba, na hawa maimamu waliotajwa kwenye mlango wa al-fuqaha as-sab'atu wote min abna'i as-sahabati, ni watoto wa masahaba, illa Suleimanu, isipokuwa Suleiman, fa abuhu, baba yake, Yasarun, ambaye ni Yasarun, la suhbata lahu, haukuthibiti usahaba kwake yeye, haukuthibiti usahaba kwake yeye. Tamam, ibara kwa imeishia hapo. Kisha akaanza ibara mpya kwa kusema wa Muhammad ibn Abi Bakari, na Muhammad ibn Abi Bakari, ambaye huyu Muhammad ibn Abi Bakari ni baba wa Al-Qasim, baba wa imamu wa pili tuliyemsoma hapa, ambaye ni Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakari. Tamam. Wa Abdullah ibn Utbata, na Abdullah ibn Utbata ambaye ni baba wa imamu wa sita, ambaye ni Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba. Wa Abdurrahman ibn al-Harith, na Abdurrahman ibn al-Harith ambaye ni baba wa Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith, ambaye ni imamu huyu ambaye kumepatikana ikhtilaf katika kumthibitisha. Min sigharihim, hawa ni katika wale maswahaba waliokuwa ni wadogo. Tamam. Akiwa na maana gani? Akiwa na maana kwamba hawa mababa aliowataja hapa wa hawa maimamu watatu walikuwa ni katika maswahaba wadogo, sawa, na mababa wa maimamu waliobakia baba zao walikuwa ni katika maswahaba wakubwa. Tamam, hakadha. Kwa hiyo wote hawa ni watoto wa maswahaba, miongoni mwao baba zao walikuwa ni maswahaba wakubwa, na miongoni mwao baba zao walikuwa ni maswahaba wadogo, lakini isipokuwa Suleimanu, yeye baba yake haukuthibiti usahaba kwake yeye. Tamam, hakadha. Sheikh anasema aimmatul hadithi wa kutubuhum, maimamu wa hadithi na vitabu vyao. Al-Imamu Malik ibn Anas, Imam Malik ibn Anas huwa Abu Abdullah, yeye ni Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir al-Asbuhi, mwenye kunasibishwa kwa nisba ya al-Asbuhi, al-Madani, na mwenye kunasibishwa na ukaazi wa Madina. Imamu daril hijrati, imamu wa mji uliohamiwa, mji uliohamiwa na kusudia mji wa Madina. Tamam. Wala wulida, amezaliwa sanata 95 min al-hijrati, amezaliwa mwaka 95 hijiria. Wa mata bil madinati, na amekufa katika mji wa Madina sanata 79 wa 100, mwaka 179. Walahu 84 sanatan, akiwa na umri wa miaka 84. Wa huwa imamu al-Hijaz, naye ni imamu wa Hijaz. Hijaz ni Saudi Arabia ya leo. Bal imamu nnasi, bali ni imamu wa watu wote. Fil fiqhi, katika fiqhi, wal hadithi, na katika hadithi. Wakafahu fakhran, na imtosheleze yeye kuwa na fakhari. Wakafahu, na imtosheleze yeye fakhran, kuwa na fakhari. Anna Shafi'iyya, kwamba Shafi'iyya min ashabihi, ni katika wafuasi wake, wafuasi wake kwa maana ni katika miongoni mwa wanafunzi wake. Tamam. Lahu kitabu al-Muwatta'u, ana kitabu cha Muwatta'u. Tamshi la Muwatta'u hapo limerufaishwa kwa sababu nini? Liko ndani ya mabano, liko ndani ya qausain, kwa hiyo haliingiliwi na athari za i'rab. Tamam. Kwa lahu kitabu al-Muwatta'u, ana kitabu cha Muwatta'. Tamam. Waqad istaghraqa fi ta'alifihi 40 sanatan, waqad istaghraqa, na hakika alitumia fi ta'alifihi, katika kukitunga kitabu hicho 40 sanatan, muda miaka 40, muda miaka 40. Anakusanya hadithi 2000 tu ambazo hazijafika hata 3000. Ya laha min as-sabri, ya laha min at-tahqiq, subra kubwa iliyoje, umakini mkubwa ulioje
Miaka 40 al-Imam Malik anakusanya hadithi 2000 kwenye kitabu 2000 na hadithi ambazo hazijafika hata 3000, kuonesha kwamba wanawazuoni walikuwa na subra, walikuwa na umakini, lakini pia walikuwa na ikhlas. Lau kama asingekuwa na ikhlas, angekuwa na haraka ya kile kitabu chake nini kuonekana kwa watu. Lakini miaka 40 anakusanya kitabu hicho, na hadithi zenyewe ni hadithi ngapi? 2000 na hazifiki hata 3000. Lau kama leo angeambiwa mtu miongoni mwetu afanye kitu kama hichi cha kukusanya nini, cha kukusanya hadithi 2000, basi ndani ya mwezi tu angekwisha kusanya tayari. Lakini angalia ulama wanavyotufunza kupitia matendo yao, sawa sawa. Kwa hiyo waqad istaghraqa, hakika alitumia fi taalifi, katika nini kitunga hicho kitabu chake cha Muwatta 40 sanatan, miaka 40. Waqad bayyana waliyullah, na hakika amebainisha wali wa Mwenyezi Mungu ad-Duhuliyu makanat al-Muwatta, amebainisha nafasi ya Muwatta wa darajata, na daraja yake. Faja'alahu, akakiweka kitabu cha Muwatta fi darajati al-ula, kwenye daraja ya kwanza, fi sihhati, katika upande wa kuwa ni sahihi, min kutubil hadith, katika vitabu vya hadithi, ma'a sahihaini, daraja moja hiyo, ma'a sahihaini, pamoja na sahihi mbili. Wayaqulu, na akawa akisema, wa kutubul hadithi ala tabaqatin, na vitabu vya hadithi vipo katika tabaka mbalimbali, au vipo katika tabaka tofauti tofauti. Wahia, na hivyo vitabu vya hadithi, bi'atibari sihhati, kwa kuzingatia kuwa kwake ni sahihi, wa shuhrati, na kuwa kwake ni venye kufahamika, ala 4 tabaqatin, vipo katika nini, tabaka 4. Fatabaqatul ula, basi tabaka ya kwanza, munhasiratun, inaishia fi 3 kutubin, katika vitabu vingapi? Vitatu. Al-Muwatta'i, kitabu cha Muwatta'i, wa Sahih al-Bukhari, na kitabu cha Sahih al-Bukhari, wa Sahih Muslimin, na kitabu cha Sahih Muslim. Tamam. Kwa maana huyu Waliyullah ad-Duhuli yeye amekiweka kitabu cha Muwatta katika daraja moja na kitabu cha Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Tamam. Kwa sababu gani? Kitabu cha Muwatta pia ni miongoni mwa vitabu ambavyo ndani yake kuna hadithi sahihi. Tamam. Hakadha waqala ash-Shafi'i, na amesema al-Imam ash-Shafi'i, ma tahta adimi as-samai, hakuna chini ya ulimwengu huu, baada kitabillahi ta'ala, baada kitabu cha Mwenyezi Mungu, asahhu, hakuna kitabu kilichokuwa sahihi, min kitabi Malikin, kuliko kitabu cha Imam Malik. Tamam. Na al-Imam Shafi'i ameyasema maneno haya ikiwa ni bado hazikuwepo zile sahihi mbili. Tamam. Ameyasema maneno haya kipindi ambacho zile sahihi mbili zilikuwa bado hazijakusanywa. Tamam. Wale watunzi wake walikuwa ni bado. Tamam. Hakadha. Kwa al-Imam Shafi'i ndio akasema nini, ma tahta adini as-sabai ba'da kitabillahi ta'ala asahhu min kitabi Malik. Tamam. Hakadha. Baada kumaliza Imam Malik, tunaingia kwa Imam Ahmad ibn Hanbal. Anasema Sheikh Ahmad ibn Hanbal, Ahmad mtoto wa Hanbal, huwa al-Imam al-Jalil, ni imamu mtukufu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ash-Shaybani, mwenye kunasibishwa na nisba ya ash-Shaybani, sahibul madhhab, mwenye madhhab, sahibul madhhab, mwenye madhhab, madhhabu yake anafahamika, madhhabu ya Hanbaliya. As-sabiru ala al-mihna, mwenye uvumilivu juu ya mitihani. As-sabiru ala al-mihna, mwenye uvumilivu juu ya mitihani. Hapa unakusudiwa hasa mtihani aliyokutana nao al-Imam Ahmad katika zama zake, ambao ni mtihani wa khalqul Qur'ani. Tamam. Katika zama za Imam Ahmad ibn Hanbal ilizuka fitna ya madai ya Mu'tazila kwamba Qur'ani ni kiumbe. Al-Qur'anu makhluqun. Sasa al-Imam Ahmad ibn Hanbal alikuwa yupo katika aqida sahihi na msimamo sahihi wa kusema kwamba al-Qur'anu laysa makhluqan, Qur'ani si kiumbe. Tamam. Qur'ani ambayo ni sifa ya Allah na ni maneno ya Allah yaliyopo ndani ya dhati yake, si kiumbe.
Sawa, huo ndo msimamo wa ahlus sunna wal jamaa, ashaira wal maturidiyya wa fudhala'ul hanabila. Lakini Qur'ani hii ambayo tunaisoma kwenye misahafu, tunaihifadhi kwenye vifua vyetu, ni makhluq. Tamam. Sasa Mu'tazila wao walitoa kauli na madai ya kwamba Qur'ani mutlaqan, moja kwa moja, ni makhluq, haijalishi ile ambayo ni maneno ya Allah aliyo katika dhati yake au hii ambayo tunasoma katika misahafu. Sasa huu ni msimamo ambao ni batil. Sasa Imam Ahmad bin Hanbal alikutana na msimamo kama huu katika zama zake, lakini alisubiri, alifungwa, aliadhibiwa, akawa na subra. Tamam, mpaka baadaye Allah akaja kumjalia faraja, akatolewa gerezani, lakini alipitia mtihani kama huo. Tamam. Kwa hiyo as-sabir ala al-mihna, mwenye uvumilivu juu ya mitihani. An-nasiru lisunna, mwenye kunusuru sunna. Kwa nini Imam Ahmad haitwa an-nasiru lisunna? Kwa sababu Imam Ahmad ni mwanachuoni mkubwa wa hadithi, mwanachuoni mkubwa wa hadithi. Al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim hawa pia ni miongoni mwa wanafunzi wa Imam Ahmad bin Hanbal. Sawa, lakini pia amefanya kazi kubwa ya kukusanya hadithi kwa kitabu chake cha al-Musnad. Kwa hiyo ndio maana anaitwa an-nasiru lisunna, mwenye kunusuru sunna. Sunna kwa maana mwenye kunusuru hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asluhu, asili yake, min Marwa, ni kutoka katika mji wa Marwa. Mji wa Marwa ni mji ambao upo karibu na nchi ya Irani ya leo. Tamam. Wa kana abuhu min Sarkhasin, na baba yake alikuwa ametokea katika sehemu inaitwa Sarkhasin. Sarkhasin huu ni mji ambao uko ndani ya nchi ya Irani. Tamam, hakadha. Wa maulidu, na kuzaliwa kwake Imam Ahmad, fi Baghdad, ni katika mji wa Baghdad, fi Rabi'il Awwal, katika mwezi wa mfungo 6, sanata 64 wa 100, mwaka 164, mwaka 164. Watuufia biha, na amefariki katika huo mji wa Baghdad, dhahwata yaum aljum'a, mchana wa siku ya Ijumaa, athani ashara, mwezi 12, min Rabi'il Awwal, katika mfungo 6, athani ashara min Rabi'il Awwal, mwezi 12 mfungo 6, sanata 41 wa 200, mwaka 241. Walahu al-Musnad, na anacho kitabu cha Musnad, kwa maana kitabu kiitwacho al-Musnad. Tamam. Na Musnad ni kitabu ambacho ndani yake kuna kusanywa hadithi walizozipokea maswahaba. Kwa maana utakuta ukiingia kwenye Musnad utakuta kumeandikwa hadithi za Saidina Abubakar, Saidina Umar, Abi Huraira, maswahaba wote. Sawa, kila sahaba ambaye alipokea hadithi, basi utakuta hadithi zake zinakusanywa kwenye kitabu kiitwacho al-Musnad. Tamam, hakadha. Kwa walahu al-Musnad, na anacho kitabu kiitwacho Musnad. Wa huwa min dawawini as-sunnati al-mashhura, wa huwa, na hicho kitabu chake, min dawawini sunnati al-mashhura, ni miongoni mwa vitabu vya hadithi vyenye kufahamika. Wa qad intaqahu, na hakika ameuchagua musnadi wake, ameuchagua musnadi wake. Ameuchagua kwa maana gani? Kwa maana amekusanya kiasi fulani cha hadithi, min akthar min 750,000 hadithi, kutoka katika zaidi ya hadithi 750,000. Kwa maana gani? Kwa maana al-Imam Ahmad ibn Hanbal alichagua kiasi kadhaa cha hadithi akaziandika kwenye musnadi wake. Sawa, hadithi hizo amezitoa kwenye hadithi zaidi ya 750,000. Tamam. Kwa maana kwenye musnad ya Imam Ahmad ibn Hanbal kuna kiasi kadhaa cha hadithi, kiasi hicho kimetolewa kwenye hadithi zaidi ya 750,000. Tamam. Sasa kuna hadithi kiasi gani? Kuna hadithi 27,647. Hizo ndio hadithi ambazo zipo katika musnad wa Imam Ahmad ibn Hanbal kwa mujibu wa chapa ambayo mimi ninayo. Tamam, chapa ambayo ninayo ni hadithi 27,647. Tamam. Sasa hizi hadithi 27,647
647 ni hadithi ambazo al-Imam Ahmad bin Hanbal alizichagua kuziandika kwenye musnadi wake, min akthar min 700,000 wa 50,000 hadithi, kutoka kwenye zaidi ya hadithi 7,000, zaidi ya hadithi 750,000. Tamam. Ndio maana ya sentence hii, sawa. Haimaanishi kwamba kwenye musnad kuna hadithi 750,000. Hapana, hakuna maana hiyo, lakini maana yake ni kwamba alichagua amechagua kwenye musnadi wake kiasi kadhaa cha hadithi min akthar min 700,000 wa 50,000 hadithi, kutoka katika hadithi 750,000. Tamam. Na hizo hadithi alizozichagua ni hadithi 27,647. Tamam. Na hii ni idadi ya zile hadithi zote. Tamam. Lakini tukipiga idadi ya zile ambazo zimejirudia rudia, zile ambazo nini zimejirudia rudia, inakuwa ni sawa sawa na hadithi 40,000. Tamam. Hadithi 40,000. Lakini idadi halisi ni hadithi 27,647 kwa mujibu wa chapa ambayo mimi ninayo. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo waqad intaqau, na ameuchagua musnadi wake, kwa maana ameandika na kuchagua kiasi kadhaa cha hadithi kwenye musnadi wake, kiasi ambacho tumeshakitaja, min akthar min 700,000 wa 50,000 hadithi, kutoka katika zaidi ya hadithi 750,000. Tamam. Na yote nini? Yote ni kwamba kuhakikisha kwamba haingizi isipokuwa hadithi ambazo nini ni sahihi sasa na hazina shaka ndani yake. Tamam. Kuangalia ameacha hadithi ngapi kwenye hadithi 750,000, ametoa hadithi 27,000 peke yake, 647. Kaacha hadithi 700,000 na 10 na 10,000. Tamam. Hadithi 700,000 na 10,000. Tamam hapo. Hakadha, kaacha hadithi nyingi sana. Haya. Wa musnaduhu, na musnadi wa Imam Ahmad, hadha hu yashtamilu ala 18 musnadan, unakusanya musnad 18, unakusanya musnad 18. Awwaluha, musnadi wa kwanza kati hizo musnad 18, musnadul ashrati wa ma ma'ahu, ni musnadi wa wale waliobashiriwa pepo ambao tumewasoma huko nyuma, wa ma ma'ahu, na waliokuwa pamoja na wao. Tamam. Kwa maana wale wengine ambao walibashiriwa pepo. Wa fihi min ziyadati waladihi Abdullah, wa fihi, na katika musnad, min ziyadati, kuna ziada ya hadithi waladihi za mwanaye Abdullah ambaye ni Abdullah. Wa yasirun min ziyadati Abi Bakr al-Qati'i, wa yasirun, na kuna kiasi kichache, min ziyadati, ambacho ni ziada Abi Bakr al-Qati'i, ni ziada ya Abi Bakr al-Qati'i, arrawi, aliyepokea musnadi huo, an Abdullah, kutoka kwa Abdullah. Kwa maana huyo Abi Bakr al-Qati'i ni mwanafunzi wa mtoto wa Imam Ahmad bin Hanbal ambaye ni Abdullah. Tamam. Sasa naye alipopokea musnad akaongeza hadithi nyingine ndani ya musnad. Tamam. Hakadha. Waqad ishtamala ala as-sahih wal hasan wal dhaif, na hakika musnadi huo umekusanya hadithi ambazo ni sahih na hasan na dhaif. Alladhi, hadithi dhaifu ambazo, alladhi, hadithi dhaifu ambazo yaqrubu min al-husn, yaqrubu min al-hasan, yaqrubu min al-hasan, zinakaribia hadithi hasan. Wama huwa aqallu min dhalika, na kuna zile ambazo hazifikii kuwa ni hasan, kwa maana ziko chini ya daraja ya hasan. Tamam. Hakadha. Wa inna, na hakika, ma, ile hadithi ambayo, wa inna ma, na hakika ile, wa inna ma, na hakika ile hadithi ambayo hukima alayhi bil wad'i, imehukumiwa kuwa ni hadithi maudhu'u. Wa inna ma, na hakika ile hadithi ambayo hukima alayhi bil wad'i, imehukumiwa kuwa ni hadithi maudhu'u, min ahadithi al-musnad, katika hadithi za musnad. Fahuwa mimma, bas hadithi hiyo, mimma ni katika, ni miongoni. Tamam. Fahuwa, bas hadithi hiyo, mimma ni miongoni mwa ile hadithi ambayo zadahu Abu Bakr al-Qati'i, aliyoizidisha Abu Bakr al-Qati'i,
au Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbali, au aliyezidisha Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbali. Kwa maana vipi? Kwa maana al-Imam Ahmad ibn Hanbal yeye alijitahidi katika musnadi wake asitie isipokuwa hadithi sahihi. Ndio maana katika hadithi 750,000 alichagua hadithi 27,647 peke yake, akaacha hadithi 7,10,000. Tamam. Sasa zile hadithi ambazo zimehukumiwa kuwa ni maudhuu na ziko ndani ya musnadi hivi sasa ni miongoni mwa hadithi ambazo aliziongeza Abu Bakar al-Qati'i au Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Tamam. Lakini yeye mwenyewe aliacha musnadi wake uwe katika hali ya kuwa na hadithi sahihi. Tamam. Hakadha al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari, wa huwa na Imam Bukhari Muhammad ni Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba. Bardizba ni tamshi la Kifursi. Bardizba ni tamshi la Kifursi lenye maana ya fallahun, lenye maana ya fallahun, mkulima. Tamam. Kwa hiyo ibn al-Mughira, mtoto wa Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi, mwenye kunasibishwa na nisba ya Ju'fi, ndio akasema al-Ju'fi walaan, Ju'fi walaan upande wa nasaba, kwa maana anafahamika kwa nisba ya al-Ju'fi walaan katika upande wa nasaba yake. Al-Bukhari, na anafahamika kwa nisba ya al-Bukhari maulidan, katika upande wa kuzaliwa kwake, kwa maana katika nasaba yake anafahamika kwa nisba ya al-Ju'fi, na katika upande wa aliozaliwa anafahamika kwa nisba ya al-Bukhari. Kwa sababu gani? Amezaliwa katika mji wa Bukhara. Sasa kwa hiyo kwa sababu ya kuwa amezaliwa katika mji wa Bukhara ndio akagewa nini? Nisba ya al-Bukhari. Lakini katika upande wa ukoo wake, nasaba yake, nisba yao ni al-Ju'fi. Tamam. Hakadha wulida, amezaliwa yaum al-jum'ati, siku ya Jumaa, li 13 lailatan, kwa masiku 13, khallat, yaliyopita, min Shawwal, katika mwezi wa Shawwal, sanata 94 wa 100 min al-hijra, mwaka 194 hijiria. Tamam. Kwa maana baada ya masiku 13 ya mwezi wa Shawwali, sawa, siku inayofuatia ndo akazaliwa nani? Al-Imam al-Bukhari. Kwa hiyo amezaliwa nini? Mwezi 10 ngapi? Mwezi 14 Shawwal, mwaka 194. Tamam. Mwaka 194 hijiria. Tamam. Hakadha watuufia, na amefariki lailata sabti, usiku wa kuamkia Jumamosi, usiku wa kuamkia Jumamosi, kwa maana usiku ambao ni Ijumaa kuamkia Jumamosi, sanata, mwaka 56 wa 200, mwaka 256 hijiria, mwaka 256 hijiria. Wa umruhu, na umri wake 62 sanatan, ni miaka 62, illa 13 yawman, isipokuwa siku 13. Tamam. Isipokuwa nini? Siku 13. Kwa maana katika ule umri wake, ili kutimia 64, ili kutimia ngapi? 62. Tamam. Ili kutimia 62 kamili ya umri wake, ondoa nini? Masiku mangapi? 13. Tamam. Hakadha. Kwa wa umruhu, na alifariki hali ya kuwa umri wake, wa umruhu, na alifariki hali ya kuwa umri wake 62 sanatan, ni miaka 62, illa 13 yawman, isipokuwa siku 13. Walam yuaqib dhakaran, na kuacha mtoto wa kiume. Walam yuaqib dhakaran, na kuacha mtoto wa kiume. Tamam. Hakadha walahu kitabu sahihi al-ma'rufi, walahu, na anacho kitabu sahihi, kitabu kilichokusanya hadithi sahihi, al-ma'rufi, kinachofahamika bisahihi al-Bukhari, bisahihu al-Bukhari. Tumesema tamshi liko kwenye kausaini, aliingiwi na athari za i'rab, inakuwa ni mabniyun ala al-hikaya. Tamam. Linaelezwa vile vile kama lilivyokuwa kule mahala pake. Tamam. Hakadha. Kwa walahu kitabu sahihi, na anacho kitabu sahihi al-ma'rufi, chenye kufahamika bisahihu al-Bukhari,
kwa jina la Sahih al-Bukhari. Wa huwa alkitabu alladhi, nacho ndi kitabu ambacho qala fihi alulama, qala amesema fihi kuhusiana kitabu hicho alulama wanawazuoni, innahu, kwamba hakika kitabu hicho asahhu kitabin, ni kitabu ambacho ni sahihi zaidi baada kitabillahi ta'ala, baada ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Tamam, hakadha. Sasa maneno haya wamekuja kusema wanawazuoni baadaye, sawa, na kule tumeona maneno ya Imam Ash-Shafi'i na tumeeleza kwa nini Imam Ash-Shafi'i alisema vile. Tamam, hakadha. Wal ismul kamilu, na jina kamili, alladhi, ambalo kwamba, wal ismul kamilu, na jina kamili, alladhi, ambalo kwamba sama, alikiita, bihi, kitabu chake al-Bukhari, sama bihi. Tamam, sama, alikiita, bihi, kwa jina hilo, al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari, kitabahu, kitabu chake, hadha, hichi, wa ni al-Jami'u al-Musnadu as-Sahihu al-Mukhtasaru min umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Hili ndo jina la Sahih al-Bukhari, jina ambalo al-Imam al-Bukhari alikipa kitabu chake jina hilo. Tamam, hakadha. Ni lipi? Al-Jami'u, kwa maana kitabu kilichokusanya hadithi, al-Musnadu, hadithi ambazo sanadi zake zimeungana, as-Sahihu, hadithi ambazo ni sahihi, al-Mukhtasaru, hadithi ambazo zimefupishwa, kwa maana si zote, ni kiasi kadhaa, min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, zinazoelezea mambo yanayomhusu mtume, wa sunanihi, na sunna zake, wa ayamihi, na masiku yake. Masiku yake kwa maana sira yake, maisha yake. Sasa au pia inakuja ayami, inakuja kwa maana ya zile siku ambazo nini aliingia katika vita, sasa na kupigana jihad. Tamamu, lakini inachukua maana yote, maana yote inachukua nini? Na sira, wa ayami, na masiku yake, kwa maana sira yake. Tamam, hakadha. Kwa hili ndio jina ambalo al-Imam al-Bukhari alikiita kitabu chake kwa jina hilo, al-Jami'u al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Wa qad ishtarata al-Bukhari as-sihhata, na hakika aliyeka sharti, wa qad ishtarata al-Bukhari, na hakika al-Imam al-Bukhari aliyeka sharti as-sihhata, aliyeka sharti ya kuswihi kitabu chake. Kuswihi kitabu chake kwa maana kukusanya hadithi sahihi katika kitabu chake. Biqauli, kwa kusema kwake, ma adkhaltu fi kitabi illa ma sahha, sikuingiza kwenye kitabu changu illa isipokuwa ma sahha, hadithi iliyokuwa ni sahihi. Sawa. Wa yufadhilu kathirun min al-ulamai, na wanakifadhilisha na kukipa ubora, kathirun min al-ulama, wengi katika wanawazuoni, Sahih al-Bukhari, sawa, wanaifadhilisha na kuipa ubora Sahih al-Bukhari, Sahih al-Bukhari ala Sahih Muslim, kuliko Sahih Muslim. Sawa, wanawazuoni wengi wamefanya hivyo, kwa maana wanaizingatia kwamba Sahih al-Bukhari ndiyo kitabu bora na chenye fadhila zaidi kuliko kitabu cha al-Imam Muslim. Lianna shartahu aqwa, kwa sababu sharti la al-Imam al-Bukhari aqwa, ni madhubuti zaidi, wa atqanu, na ni nzuri zaidi. Sasa wa fawaidahu, kwa maana wa anna fawaidahu, tamam, na hakika faida zilizomo ndani ya Sahih al-Bukhari, al-fiqhiyatu, faida za fiqhi, aktharu, ni nyingi zaidi kuliko zilizopo kwenye nini, kwenye Sahih Muslim. Tamam, hakadha. Na hiyo ndio nini sababu ya kwamba ulama wakaipa ubora na kuifadhilisha Sahih al-Bukhari kuliko Sahih Muslim. Tamam. Na sharti la al-Imam al-Bukhari tumeshalitaja kule nyuma. Na al-Imam al-Bukhari jamani, pamoja na kuwa ni mwanachuoni wa hadithi, lakini pia alikuwa ni mjuzi wa fiqh. Sasa na ametunga vitabu vingi, ametunga birrul walidaini, sawa, akatunga khalqu af'ali al-ibad, akatunga al-adab al-mufrad, akatunga at-tarikh al-kabir,
akatunga at-tarikh al-awsat au at-tarikh al-wasit. Tamam, hakadha. Kwa na vitabu vingi na mtu alifahamika kwa rai nyingi, sawa. Lakini pia al-Imam Muslim ni katika wanafunzi wake. Sasa inakuwaje ufadhilishe kitabu cha mwanafunzi uache kufadhilisha kitabu cha mwalimu? Kwa hiyo kuna mengi yaliyopelekea ulama wakaifadhilisha Sahihu al-Bukhari kuliko Sahih Muslim. Tamam, hakadha. Muslimun ibn al-Hajjaj, Muslimun ibn al-Hajjaj, kwa maana Imam Muslim ambaye ni mtoto wa mzee al-Hajjaj, anasema huwa Abu al-Husayn, yeye ni Abu al-Husayn. Muslimun, yeye mwenyewe ni Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi, mwenye kunasibishwa na nisba ya al-Qushairi an-Naisaburi, na mwenye kunasibishwa na ukaazi wa Naisaburi. Naisaburi ni miji katika miji, sawa sawa. Ahadu a'lam al-muhaddithina al-a'immat al-huffaz al-mutqinina, mmoja katika wanawazuoni wakubwa wa hadithi al-mutqinina, waliokuwa ni wabobezi. Tafsiri yake ni moja tu, ahadu a'lam al-muhaddithina al-a'immat al-huffaz al-mutqinina, mmoja katika mmoja wa wanawazuoni wabobezi al-mutqinina, yani mmoja katika wanawazuoni wakubwa wa hadithi al-mutqinina, waliokuwa ni wabobezi. Tamam, hakadha. Ahadu a'lam al-muhaddithina al-a'immat al-huffaz, mmoja katika wanawazuoni wakubwa wa hadithi al-mutqinina, wabobezi. Kana mauliduhu bi Naisaburi, kulikuwa kuzaliwa kwake ni katika mji wa Naisaburi. Sanata 60 wa 200, mwaka 206 hijiria. Watuufia, na imefariki sanata 61 wa 200 bi Naisaburi, na akafariki mwaka 261 hijiria bi Naisaburi, katika huo mji wa Naisaburi. Ghaira mujawizin, hali ya kuwa si mwenye kuvuka. Ghaira mujawizin, hali ya kuwa si mwenye kuvuka 55 aman, miaka 55. Walahu kitabu sahihi al-maarufi, na anacho kitabu kilichokusanya hadithi sahihi al-maarufi, chenye kufahamika bi Sahihu Muslimin, kwa jina la Sahihu Muslimin. Wa huwa al-kitabu alladhi, nacho ni kitabu ambacho tabaqat shuhratuhu al-afaqa, tabaqat ulienea, shuhratuhu, umaarufu wake, al-afaqa, pande zote za ulimwengu, pande zote za ulimwenguni. Wasara dhikruhu, na ukasambaa utajwa kitabu hicho fil amsari, katika miji mbalimbali. Tamam. Makatha fi taalifihi, alikaa, kukaa kwa maana alitumia. Tamam. Makatha, alitumia, fi taalifi, katika nini, kukitunga kitabu hicho, 15 sanatan, miaka 15, kwa maana alitumia muda miaka 15 kwenye nini, kwenye kutunga kitabu cha Sahih Muslim. Wajamaa fihi 12,000 hadithi, na amekusanya hadithi 12,000. Ikhtaraha, alizozichagua, min 300,000 hadithi, kutoka kwenye hadithi ngapi? Hadithi 300,000. Tamam. Kama alivyofanya al-Imam Ahmad ibn Hanbal, basi na Imam Muslim pia alifanya hivyo hivyo, sawa. Na si Imam Muslim peke yake, maimamu wote walikuwa wamekusanya hadithi nyingi na wamehifadhi hadithi nyingi, sawa. Lakini katika hadithi hizo wakakusanya kwenye vitabu vyao hadithi ambazo walikuwa na uhakika nazo na walikuwa hawana shaka nazo. Tamam, hakadha. Kwa hiyo al-Imam Muslim alikuwa na hadithi 300,000, lakini kwenye kitabu chake akakusanya hadithi ngapi? Hadithi 12,000 peke yake. Kwa maana hizi hadithi 12,000 alizozichagua ndio asahhu sahih, ndio hadithi ambazo yeye anaitakidi kuwa ni sahihi zaidi kuliko zile alizoziacha. Sasa akaona nizichague hizi, sawa, kisha ndio nizikabidhishe katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa jamaa fi 12,000 hadithi, na amekusanya kwenye kitabu chake hicho 12,000 hadithi 12,000. Ikhtaraha, alizozichagua, min 300,000 hadithi, kutoka kwenye hadithi 300,000. Wa mawdhu'u al-jami'u as-sahih lil-Imam Muslim, na
maudhui. Sawa, wa maudhu'u al-jami'u as-sahih, na maudhui ya kitabu chake al-jami'u as-sahih kilichokusanya hadithi sahih للإمام مسلم كإمام مسلم هو الحديث الصحيح لحديث صحيح المجرد المسند ambazo zote sanadi zake zimeungana. Almujarradu almusnadu, ambazo nini? Zote sanadi zake zimeungana ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mpaka kumfikia mtume. Sawa, mpaka nini? Mpaka kumfikia mtume. Sawa. Hayo ndio maudhui ya kitabu chake. Kwa maana maudhui na malengo ya kitabu cha Imam Muslim ni kukusanya hadithi ambazo ni sahihi. Maudhui na maana nyingi, lakini miongoni mwa maana zake pia inakuja kwa maana ya malengo. Kwa malengo ya Imam Muslim kukusanya kitabu hichi ni nini? Ni kukusanya hadithi sahihi, sawa, ambazo sanadi yake au sanadi zake, tamam, hadithi sahihi ambazo sanadi zake zimeungana mpaka kumfikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam, hakadha. Wayamtazu hadha alkitabu, na kinatofautiana kitabu hichi na vitabu vingine. Tamam. Wayamtazu hadha alkitabu, na kitabu hichi kinatofautiana na vitabu vingine bihusni tartib, kwa mpangilio mzuri, wa siyaqi alahadithi kamilatan, na kuzieleta hadithi zote zikiwa ni kamili. Sawa, duna taqti'in, pasina kuzikata. Tamam. Imam Muslim yeye alikuwa anaandika hadithi yote, tofauti na al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari muda mwingine alikuwa anaandika hadithi anaikata. Kwa lengo gani? Anachukua tu yale maudhui ambayo ameyakusudia kwenye mlango ule, sawa, kisha anachukua kile kipande cha hadithi anakiandika, kisha sehemu nyingine hadithi anaiondosha. Kwa maana al-Imam al-Bukhari alikuwa anaandika hadithi hata kama ni ndefu, yeye anachukua ile sehemu ya ile maudhui ya mlango wake, sawa, kisha ndio nini anaiandika, kisha ile sehemu iliyobakia anaikata. Sawa. Lakini al-Imam Muslim yeye alikuwa anaandika hadithi yote pasina kuzikata. Ndio maana utakuta kwenye vitabu vingi utasikia wa fi riwayatin li Muslim, na kwa riwaya nyingine ya Imam Muslim. Hadithi ni muttafaqun alayhi, hadithi yamepokea al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim, lakini wasemaje? Wa fi riwayatin li Muslim, na katika mapokezi mengine ya Muslim. Ni kuonesha kwamba hadithi hiyo al-Imam al-Bukhari aliikata, hakuiandika yote, lakini al-Imam Muslim aliandika yote. Mfano wake ni hadithi ya Aisha iliyopo katika 40 Nawawiyya, hadithi inayosema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kisha akasemaje al-Imam Nawawi? Wa fi riwayatin li Muslimin, na katika mapokezi mengine ya Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Tamam. Kuonesha kwamba hadithi hii kwa ujumla wake ilikuja hivi, lakini al-Imam al-Bukhari aliikata. Sawa. Kwa hiyo kitabu cha Imam Muslim kinatofautiana na vitabu vingine vya hadithi bihusni tartibi, kwa mpangilio mzuri, wa siyaqi al-ahadithi, na kwa kuzileta hadithi kamilatan, hali ya kuwa zikiwa kamili, duna taqti'in, pasna kuzikata. Sawa. Wa kamali al-i'tinai, na juhudi kubwa. Al-i'tina ina maana ya juhudi. Kwa kamali al-i'tinai, na juhudi kubwa, bidhabti lafdhi ruwati, ya kudhibiti matamshi ya wapokezi, wa siyaqi turuq al-hadithi al-mutaaddida, na kuzileta njia za hadithi nyingi, wa alfadhi, na matamshi yake al-mukhtalifa, tofauti fi mawdhi'in wahidin, katika sehemu moja. Fayasuhula, kiasi inakuwa ni rahisi, ala talibi, kwa mwanafunzi, an-nadharu fi wujuhi al-hadith, kutazama zile njia za hadithi. Kwa kitabu cha Imam Muslim kinatofautiana vitabu vingine katika namna kama hii. Waqad nahaja fi taalifi nahaja al-Bukhari, waqad nahaja, na hakika alitumia Imam Muslim fi taalifi, katika kutunga kitabu chake, nahaja al-Bukhari, alitumia utaratibu wa Imam al-Bukhari, fi tariqati sahihatin, katika njia iliyokuwa sahihi, fi jam'i al-hadithi sahih, fi jam'i al-hadithi sahih, katika kukusanya hadithi sahih al-mujarrad, moja kwa moja, fi jam'i al-hadithi sahih al-mujarrad, katika kukusanya hadithi sahihi
moja kwa moja, kwa maana hadithi sahihi peke yake. Sawa. Kwa kuwa al-Imam al-Bukhari ambaye ni shekhe wake alikusanya kitabu ambacho ndani yake kuna hadithi sahihi peke yake, basi al-Imam Muslim naye pia akafuata njia hiyo hiyo ya nani, ya al-Imam al-Bukhari, sawa, kwa kukusanya hadithi sahihi peke yake. Tamam. Ndio akasema wakati nahaja, na hakika alitumia au wakati nahaja, na kalitumia fi taalifi, katika nini, kutunga Sahih Muslim. Nahaja al-Bukhari alitumia utaratibu wa al-Imam al-Bukhari fi tariqatin sahihatin, katika njia kwa sahihi, fi jam'i al-hadithi as-sahih al-mujarrad, katika nini, kukusanya hadithi sahihi peke yake. Wa taalifi ala abwab al-ilmi, na kukitunga kitabu chake hicho ala abwab al-ilmi, katika milango ya elimu, min fiqhi, sasa ambayo ni milango ya fiqhi wa khilafi, na tofauti za kifiqhi, mutaathiran, hali ya kuwa ni mwenye kuathirika nani, al-Imam Muslim bitariqatihi, hali ya kuwa ni mwenye kuathirika Imam Muslim bitariqati, na tariqa au na njia ya shekhi wake ambaye ni al-Imam al-Bukhari. Tamam. Hakadha wa ila huna antahi. Al-kamalu lillahi wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.